Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Oktoba 19 mwaka wa 2025, siku ya Jumapili. Mada ya leo inasema amiri wa jeshi la Bwana. Soma kitabu cha Yoshua sura ya 5 aya 13 hadi 15. Aya hii ya maandiko inasema nini juu ya mazingira usuli ya ushindi wa Kanaani? Ndipo tu Israeli amevuka Yordani na kuweka mguu wake kwenye eneo la adui. Ngome ya Yeriko imesimama mbele yao, malango yake yakiwa yamefungwa madhubuti. Yoshua sura ile ya 6 aya ya 1. Wakati huu hawa watu wa Mungu hawakujua mbinu yoyote ya kuendesha mkakati wa kivita. Kinachosikitisha zaidi, Israeli wanazo tu kombeo, mikuki na mishale kwa ajili ya kukabiliana na jiji lenye ngome iwezayo kuwahifadhi waliomo katika hali ya kuzingirwa kwa muda mrefu. Maswali ya Yoshua kuhusu utambulisho wa mgeni aliyekutana naye yanakutana na jibu lenye fumbo. La, jibu la yule mgeni linadhihirisha kwamba hakuwa tayari kujishusha hadi kwenye vigezo vilivyofasiliwa na Yoshua. Kwa maneno mengine, swali kuu si kama yeye mgeni yuko upande wa Yoshua, badala yake, je, Yoshua yuko upande wake? Linganisha Yoshua sura ile ya 5 ya 14 na 15, na Wafalme wa Pili sura ya 6 ya 8 hadi 17, Nehemia 9 aya 6 na Isaya 37 ya 16. Unajifunza nini kuhusu utambulisho wa amiri wa jeshi la Bwana? Wakati kauli hii ya amiri wa jeshi la Bwana ni ya pekee katika Biblia ya Kiebrania, muunganiko wa maneno amiri na jeshi daima unahusiana na kiongozi wa kijeshi. Neno jeshi kwenye maandiko laweza kuhusu vikosi vya kijeshi, malaika au viumbe wa mbinguni. Kristo aliyekuwa hajauvaa ubinadamu alimtokea Yoshua si kama mshiriki tu, wala kama kamanda halisi wa jeshi la Israeli, bali kama kamanda wa jeshi la malaika lisiloonekana, ambalo pia ni halisi, linalohusika kwenye pambano kubwa zaidi kuliko lile la Yoshua na Wakanaani. Jibu la Yoshua linaonyesha wazi uelewa wake wa utambulisho wa huyu kamanda. Yeye yuko sawa na Mungu, na Yoshua anaanguka kifudifudi mbele yake, ikiwa ni ishara ya heshima kubwa na ibada. Yoshua sura ya 5 aya 14, Mwanzo 17 ya 3, Samueli wa Pili sura ya 9 ya 6 na Mambo ya Nyakati wa Pili 20:18. Yoshua alikuwa tayari kupokea mkakati wa kivita kwa ajili ya pambano la kijeshi lililo sehemu halisi ya pambano kuu zaidi ambalo Mungu mwenyewe anahusika. Tunapaswa kupata faraja ya namna gani kwa kujua kwamba amiri wa jeshi la Bwana yuko kazini katika kutetea watu wake? Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ni Oktoba 19, siku ya Jumapili, tukiangazia mada isemayo amiri wa jeshi la Bwana. Kumbuka hili ni somo la 4, somo linalosema pambano linalosababisha mapambano yote. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu hudumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.